Azam TV. Furaha kiganjani. Wakati uliopita, katika majira yaliyopita, alikutumikia vizuri. Tumeona, tumesikia na tumeshuhudia. Hivyo hatuna mashaka juu ya utiaji nia wake, juu ya kutaka kuendelea kutumikia. Tunamkabidhi mikononi mwako Mungu. Asante kwa kuendelea kumlinda tangu zilipoanza kampeni. Tumeona amani yako ikiendelea kustawi. Tunatamani kuona pia tunapoingia kwenye uchaguzi wa 29, amani yako iendelee kustawi. Tunatamani kuendelea kukuona na baada ya uchaguzi, amani yako iendelee kustawi. Yote hayo yanapotimia, ndipo tunaposema amani yetu ndio mshikamano wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nina kila sababu ya kunyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari ambao unaweza kuokoa. Wewe ni Mungu ambaye unasema kupitia Zaburi ya 24 mstari wa kwanza, unasema nchi na vyote vijazavyo ni mali yako, dunia na wote wakao ndani yake. Ni ushahidi wa kwamba wote ambao tupo mahali hapa ni tokeo la uumbaji wa kwako Mungu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahakikishia wananchi ulinzi wa hakika siku ya uchaguzi na kuwataka kujitokeza kwa wingi kutimiza haki yao ya kidemokrasia. Akizungumza katika maombi ya amani ya kitaifa pamoja na kuombea uchaguzi mkuu yaliyoandaliwa na Umoja wa Makanisa Zanzibar yaliyofanyika uwanja wa michezo wa Kizimbani Dole, mkoa wa Mjini Magharibi, Dr. Mwinyi amesema serikali zote mbili zimejiandaa kuhakikisha kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura atapata fursa ya kutekeleza haki yake ya msingi ya kikatiba ya kuchagua viongozi. Napenda kutumia fursa hii kuhakikishia wananchi kwa serikali zote mbili zimejiandaa kuhakikisha kwamba kila mwenye sifa ya kupiga kura anapata haki yake ya kikatiba ya kuchagua viongozi kwa uhuru, kwa haki na kwa amani kabisa. Hivyo nichukue fursa hii ni kuombeni mjitokeze kwa wingi siku ya tarehe 29 Oktoba kwenda kupiga kura. Msiwe na hofu, ulinzi wa kutosha kabisa utakuwepo. Uamuzi wa kuandaa dua ya kuiombea amani nchi yetu ni jambo jema la kupongezwa kwa kuzingatia umuhimu wa amani na pia uzoefu uliopo katika kipindi cha uchaguzi hapa nchini na kwengineko duniani. Hivyo ni jambo la busara la kumwomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kulikabili zoezi la uchaguzi kwa salama na amani. Hii ndiyo sababu kwa nyakati mbalimbali wananchi, hasa kupitia viongozi wa dini, wamekuwa wakiandaa dua, maombi na sala kuiombea nchi yetu pamoja na viongozi wake, jambo ambalo leo nimefarijika sana kupata nafasi ya kujumuika na Wakristo wa Zanzibar katika kazi hiyo. Kwa niaba ya serikali nimepokea pongezi na shukrani zenu kwa kazi nzuri ambayo serikali yetu imefanya katika sekta mbalimbali za maendeleo, zikiwemo ujenzi wa barabara, skuli, hospitali, huduma za maji safi na salama na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kupitia mikopo isiyo na riba. Ahadi yangu kwenu ni kwamba tukichaguliwa tena tutaendelea kuleta maendeleo makubwa zaidi kuliko ambayo tumeshafanya. Nimefurahia taarifa ya ushirikiano mzuri mnaopata kutoka kwa viongozi wa serikali na wa Chama cha Mapinduzi kama ilivyoelezwa hapa. Napenda nikuahidini kuendelea kutoa ushirikiano wa kutosha ili kuwapa nafasi zaidi ya kutekeleza majukumu yenu ya kidini
na kuimarisha huduma mbalimbali za kijamii zinazotolewa kupitia taasisi zetu za kidini. Na kushukuruni kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kushirikiana na serikali katika utoaji wa huduma za jamii zikiwemo elimu, afya, matunzo ya wazee, wagonjwa na watu wenye mahitaji maalum. Aidha, taasisi za kidini zina mchango muhimu katika kuwaandaa waumini kiroho, kuzingatia maadili na kuwa raia wema. Haya yote hatuna shaka kabisa madhehebu mbalimbali ya Kikristo hapa Zanzibar mnayafanya. Kwa hivyo, kwa kuzingatia mchango wenu, serikali itaendelea kushirikiana nanyi kwa karibu. Hapa ahadi ya Umoja wa Makanisa Zanzibar ikatolewa na mwenyekiti na mratibu wa maombi hayo, Askofu Dickson Kaganga. Tunatambua ya kwamba tarehe 29 ni siku ya uchaguzi mkuu ambapo tutakwenda kupiga kura kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge, wawakilishi na madiwani. Kwetu hapa Zanzibar tutakuwa na siku mbili. Tarehe 28 Oktoba ndugu zetu wa vyombo vya ulinzi na usalama watakwenda kupiga kura kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Kwa hiyo tunaomba wananchi tuwape nafasi hao wenzetu watekeleze jukumu lao la kikatiba. Lakini siku ya pili tarehe 29 sisi wote sasa tutapata nafasi ya kwenda kupiga kura na kuchagua viongozi tunaowataka. Hatukufundishi namna gani ya kupiga kura, lakini tunasema hivi, uwe na akili. Ujue ya kwamba sisi ni watu wa bara, tuko Zanzibar, tunaishi kwa uhuru kwa sababu ya muungano. Kwa hiyo piga kura ukiwa na akili. Mpigie yule anayeahidi kutunza muungano, si kwa maneno tu, katika kweli. Yule ambaye anasema kuna uhuru wa kuabudu, si kwa maneno, lakini katika kweli. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Mimi ni Subira Salu.